Tarehe ya 8 mwezi wa 5 mwaka 2025, Kardinali Robert Francis Prevost alichaguliwa kuwa Papa Leo wa 14 na baraza la makardinali, akiwa ni mrithi wa 266 wa Mtakatifu Petro, na hivyo kuwa Papa wa 267 na wa kwanza kutoka Marekani. Mtazamaji na mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV, hapa tumekuletea mambo 14 ya kuyafahamu kuhusu Papa Leo wa 14. Jambo la kwanza, Robert Francis Prevost alizaliwa Septemba 14 mnamo mwaka 1955 huko Chicago nchini Marekani. Baba yake akiitwa Louis Marius Prevost, mwenye asili ya Kifaransa na Kiitaliano, na mama yake aliitwa Mildred Martinez, alikuwa na asili ya Kihispania. Ana ndugu wawili, Louis Martin na John Joseph. Jambo la pili, baba yake alikuwa mkongwe wa jeshi la majini katika vita ya pili ya dunia na msimamizi wa shule. Mama yake alikuwa ni mtu wa maktaba na alijihusisha sana na maisha ya parokia. Jambo la tatu, Papa Leo wa 14 anazungumza lugha kadhaa zikiwemo Kiingereza, Kihispania, Kiitaliano, Kifaransa na Kireno. Jambo la 4, alipata shahada ya sayansi ya hisabati kutoka chuo kikuu cha Villanova mnamo mwaka 1977 kabla ya kuanza maisha ya kitawa. Jambo la 5, alikamilisha masomo yake ya sekondari katika seminari ndogo ya Agostini mnamo mwaka 1973 huko Michigan. Mwaka 1977 alijiunga rasmi na shirika la Mtakatifu Agostino na akaweka nadhiri zake kuu mwaka 1981. Jambo la 6, alipata shahada ya uzamili katika teolojia ya kitume kutoka Catholic Theological Union huko Chicago, na baadaye alipata leseni na shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa kutoka chuo cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas huko mjini Roma. Alifundisha sheria za kanisa katika seminari wakati alipokuwa Peru. Alipadrishwa kuwa kasisi mnamo Juni 19 mwaka 1982 na askofu mkuu Jean Jadot huko Roma. Jambo la 8, alihudumu sana nchini Peru kuanzia mwaka 1985 hadi 1998 kama paroko, mwalimu wa seminari na afisa wa dayosisi, lakini pia alikuwa sehemu ya uongozi wa Caritas Peru, shirika la misaada la kanisa. Jambo la 9, baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wa mkoa wa Agostini wa Chicago, Papa Leo wa 14 alirudi Marekani mnamo mwaka 1999. Alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika wa Agostini duniani mnamo mwaka 2001 na kuchaguliwa tena mwaka 2007, akihudumu hadi mwaka 2013. Jambo la 10, hayati Papa Francis alimteua Kardinali Prevost kuwa msimamizi wa kitume kisha kuwa askofu wa dayosisi ya Chiclayo nchini Peru mnamo mwaka 2014 na 2015 mtawalia, na akapewa daraja ya uaskofu mnamo Desemba 12 mwaka 2014 katika kanisa kuu la Mtakatifu Maria huko Chiclayo. Jambo la 11, Kardinali Prevost alifanywa kuwa kardinali na hayati Papa Francis mnamo Septemba 30 mwaka 2023. Jambo la 12, akiwa nchini Peru, hayati Papa Francis alimteua kuwa mshiriki wa idara ya makasisi mwaka 2019 na kisha idara ya maaskofu mwaka 2020. Mwaka 2023 hayati Papa Francis alimteua kuwa mkuu wa idara ya maaskofu.
Jambo la 13. Kauli mbiu yake ya uaskofu, ambayo ni msemo wa kibinafsi wa askofu, ya in illo uno unum, yaani katika Kristo mmoja sisi ni wamoja, ikionyesha kujitolea kwake kwa umoja. Jambo la mwisho na la 14. Kabla ya kuwa papa, Kardinali Prevost alikuwa na akaunti hai ya X, zamani Twitter, akiwa ni papa wa kwanza kuwa na akaunti ya mitandao ya kijamii kabla ya kuchaguliwa kuwa papa. Na mtazamaji na mwanafamilia, hayo ndiyo mambo 14 unayopaswa kuyafahamu kuhusu papa mpya, Papa Leo wa 14. Unaweza kuandika maoni yako katika comment, nasi tutayasoma. Asante kwa kusikiliza. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.